Haya ndiyo maazimio ya kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia kikao cha kamati kuu iliyoketi ama kilichokaliwa kwa siku mbili, tarehe 23 na tarehe 24 Mei 2025. Ameandika John Pambalu kupitia ukurasa wake wa X. Sasa haya ndiyo ambayo yalizungumzwa hapo. So nitakusomea hapa ni maazimio gani ambapo kamati kuu ya Chadema iliyafikia, si ndio? Okay, so Pambalu ameandika maazimio ya kamati kuu Chadema. Kamati kuu ya chama iliyoketi kwa siku mbili, tarehe 23 na tarehe 24 Mei 2025, baada ya mijadala na tafakari ya kina kimkakati, imefikia maazimio yafuatayo. 1. Kamati kuu imepokea barua ya msajili wa vyama vya siasa iliyoandikwa kwa katibu mkuu wa chama na kutafakari kwa kina. Baada ya kamati kuu kujadili na kutafakari kwa kina, amejiridhisha kwamba msajili wa vyama vya siasa amekwenda kinyume na sheria ya vyama vya siasa kwa sababu hana mamlaka ya kupokea, kusikiliza na kufanyia maamuzi malalamiko ya mwanachama wa chama chochote cha siasa kama alivyofanya hivi sasa. Maamuzi yake ni batili kwa vile yamebeba nia ovu dhidi ya Chadema na yameingilia haki na uhuru wa chama kuamua na kufanya shughuli zake kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa sababu hiyo, kamati kuu ya chama imeazimia kuwa maamuzi ya baraza kuu la chama yaliyofanyika tarehe 22 mwezi wa kwanza 2025 ni sahihi na yatabaki kama yalivyo. Kikao cha baraza kuu cha tarehe 22 Januari 2025 kilikuwa ni kikao cha kuthibitisha uteuzi na sio kikao cha uchaguzi. Hivyo msajili amepotoka na anapaswa kujisahihisha kwa kuacha matendo ya hila yenye nia ovu dhidi ya Chadema na kuua mwenendo wa demokrasia nchini. 2. Kamati kuu ya chama imeazimia kuwa ziara ya chama ya No Reforms No Election iendelee katika kanda zilizosalia. Na kwa sasa kamati kuu ya chama imepitisha ziara ya operation kwa kanda 6 kama ifuatavyo. A. Kanda ya kaskazini, ziara ya chama itaanza tarehe 28 Mei hadi tarehe 1 Juni 2025. B. Kanda ya kati. C. Kanda ya magharibi. D. Kanda ya Pemba. E. Kanda ya Unguja. F. Kanda ya Pwani. Chadema inaendelea kusisitiza kuwa mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi yanahitajika kabla nchi haijaenda kwenye uchaguzi wowote. Suala la mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi ni hitaji la Watanzania na msimamo huu Chadema itausimamia kwa nguvu zote. 3. Kamati kuu inatambua na kuzipongeza kauli zilizotolewa na viongozi wa dini na taasisi mbalimbali za ndani na nje ya nchi kuanzia kipindi cha mwezi Machi 2025 hadi Mei 2025 kuhusiana na umuhimu wa kufanyika kwa mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi kabla ya uchaguzi kufanyika mwezi Oktoba 2025. Kamati kuu inazipongeza kauli na misimamo hiyo kwa jinsi inavyosadifu msimamo wa No Reforms No Election. Tunawasihi viongozi wote wa dini na taasisi zingine ziendelee kupaza sauti ili mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi yaweze kufanyika kwa ajili ya kuwa na chaguzi zilizo huru na kuaminika. 4. Kamati kuu ya chama pia imeazimia kuwa chama kiendelee kutoa mafunzo ya viongozi kwa ngazi ya kanda na mikoa ambayo haijafanya mafunzo. Kanda ambazo zitanufaika na mafunzo ya awamu hii ni pamoja na kanda za Pwani, kanda ya kaskazini, kanda ya Unguja, kanda ya Pemba na kanda ya Nyasa. Aidha, kanda ambazo chama kimeshafanya mafunzo, kamati kuu ya chama imeelekeza kuwa ngazi za kanda husika ziendelee kufanya mafunzo ya viongozi kwa ngazi za majimbo na kata na matawi ya chama. 5. Ili kupata viongozi wenye weledi ambao watatumika kwa manufaa ya chama na taifa hili, kamati kuu ya chama imejadili na kuridhia kwamba mwaka 2025 chama kianze utaratibu wa mafunzo ya Leadership Awards kwa vijana na wanawake. 6. Kamati kuu ya chama imeazimia na kuelekeza kwamba kila mamlaka ya chama isimamie na kuhakikisha nafasi zote zilizo wazi kwenye chama na mabaraza zinazibwa. Kazi ya kuziba mapengo yaliyo wazi ianze kufanyika ndani ya siku 14 kuanzia siku ya jana tarehe 25 Mei 2025. 7.
Kamati kuu ya chama imepokea na kujadili taarifa za uvunjwaji wa haki za binadamu unaoendelea hapa nchini na imelaani vitendo vya utekwaji na kupotezwa kwa mwanachama wetu Mdude Nyagali. Vitendo hivi vya utekaji na kupotezwa kwa wanachama wetu vimeshamiri na vinaratibiwa na watu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tarehe 2 mwezi wa 5 2025 saa 7 usiku, mwanachama wetu Mdude Nyagali alichukuliwa nyumbani kwake na hadi sasa hajulikani alipo. Imekuwa ni mazoea kwa watu wetu wa Chadema kupotezwa. Tumefika mwisho wa uvumilivu. Okay, sawa. Sehemu ya pili hapa anasema maazimio ya kamati kuu Chadema inaendelea hapa. Kamati kuu ya chama iliyoketi kwa siku 2 tarehe zile zile baada ya mijadala na tafakari ya kina ya kimkakati imefikia maazimio yafuatayo. So anaendelea hapa John Pambalo kuandika ikiwa ni sehemu ya pili. Jeshi la polisi chini ya IGP Camillus Wambura liliwakamata na kuwatesa kisha kuwatupa porini viongozi wa chama mchana kweupe. Viongozi wetu ambapo ni John Pambalo, mkurugenzi wa mafunzo na uchaguzi, alivunjwa mguu na kupigwa mwili. Twa Mwaipaja alipigwa mwili mzima. Ali Ibrahim Juma, naibu katibu mkuu Zanzibar, alivunjwa mguu na mkono. Saidi Mzee, makamu mwenyekiti wa chama taifa Zanzibar, alipigwa mwili na mgongoni. Tito Kitalika, mkurugenzi wa fedha Chadema, alivunjwa mguu na mkono. Lucas Ngoto, mjumbe wa kamati kuu ya chama na mwenyekiti wa chama kanda ya Serengeti, alivunjwa mguu na kupigwa mwili mzima. Patel Alex, mwanachama, alipigwa mguu na unyayo. Emmanuel Severin amepigwa mgongoni. Robert Mazingo amepigwa mgongoni. Ali Ismaili amepigwa mgongoni. Bwile Nyangero amepigwa mgongoni. Nasser Saidi amevunjwa mguu na kupigwa mwili. Omari Toto ametenguliwa mguu na kupigwa mwili. Rafael Makala ametenguliwa mguu na kupigwa mwili. Shabani Kirita amevunjwa mguu na kupigwa mwili. Eric Bulega amepigwa mwili mzima. Pendo Kileo amepigwa mwili mzima. Kamati kuu imejiridhisha kwamba vitendo vya unyanyasaji, ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa demokrasia unaofanywa hapa nchini unafanywa na vyombo vya dola. Kipekee kabisa, kamati kuu inalaani vitendo vilivyofanywa dhidi ya Boniface Mwangi, mwanaharakati kutoka Kenya, na Agatha Atuhaire, mwanasheria na mwandishi wa habari kutoka Uganda. Chadema pia tulifuatilia swala hili kwa kwenda polisi juu ya kukamatwa kwao. Taarifa tuliopewa na Deputy ZCO ni kwamba Boniface Mwangi amesafirishwa kwa gari na kwamba Biagata Atuhaire alisafirishwa kwa ndege kwa kusindikizwa na maaskari. Kutupwa kwa watu wao katika maeneo waliopatikana ni uthibitisho mwingine kwamba yaliyotokea yaliratibiwa na jeshi la polisi. Vitendo vilivyofanywa dhidi ya ndugu Boniface na Biagata ni vitendo vya kinyama ambavyo havivumiliki mbele ya jamii ya Kitanzania na dunia nzima. Kamati kuu inasikitishwa na kauli zilizotolewa na Rais siku ya tarehe 19 Mei 2025 wakati wa uzinduzi wa sera ya nchi na ya mambo ya nje ambazo zimekosa weledi wa kidiplomasia. Tunamtaka Rais kubadilisha na kuisahihisha kauli ile, maana tunaiona itachafua hali ya hewa na umoja wa mtangamano ndani ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Mwisho, tunawasihi wa Tanzania waendelee kutuamini Chadema ndio chama pekee katika siasa za nchi hii ambapo tumedhamiria kwa dhati kabisa kupigania na kamwe hatutoacha hadi tupate mabadiliko ya mifumo ya kiuchaguzi. Nguvu ipo kwenu wananchi. Msipoe wala msikate tamaa katika kuyadai mabadiliko haya muhimu katika nchi yetu. Imetolewa na Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti bara Chadema, tarehe 26 Mei 2025. Kwa hiyo ndio hivyo, hayo ndio maadhimio
ya kamati kuu Chadema kupitia katika kikao ambacho kilikaliwa tarehe 23 na tarehe 24 Mei, ambapo yametolewa na makamu mwenyekiti wa chama hicho, ambapo sasa John Pambalu ameandika hapa bila vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo. Wewe mtazamo wako ni nini kuhusiana na maazimio haya? Hii ni VOT Media, hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.